Besili ambaye ni mkazi wa jiji la Mbeya. Ninajua kila kona za jiji la Mbeya, ninyi mnafahamu. Ni mzaliwa wa kata ya Itigi. Nimesoma jiji la Mbeya kwa maana ya kuzungumza shule iliyoko katikati ya jiji la Mbeya, shule ya msingi ya Azimio, shule ya sekondari ya Sangu, chuo kikuu cha South. Kwa hiyo nalifahamu jiji la Mbeya vizuri sana. Kiacha kuwa mwanahabari na mwanasheria na kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni mkazi wa jiji la Mbeya ninayelifahamu vizuri. Nimekuiteni hapa ndugu zangu kwa ajili ya kuambia kwamba ninarudi kwenye safari yangu na uchungu wangu ambao nimekuwa nikiwaambia nyakati kadha, uchungu wangu wa kuwatumikia wana Mbeya jiji. Namshukuru Mungu sana kupitia chama changu cha Mapinduzi, kupitia vikao halali vilipeleka maoni ya kuomba kugawanya kwa jimbo la Mbeya jiji linaloongozwa mpaka hivi sasa na Daktari Tulia Ackson ambaye ni mbunge wetu wa jiji la Mbeya. Mpaka hivi sasa tunavyosema, kuna watu wanasahau, wanasema limegawanya. Mpaka hivi sasa, mpaka itakapovunjwa, ndio mbunge wa jiji la Mbeya. Lakini pia spika wa bunge letu na rais wa jumuiya ya mabunge duniani ambaye ndiye linaloongozwa hilo, walipeleka maombi ya kugawanya kwa jimbo ili kutokana na kurahisisha kufikisha huduma kwa jamii. Na asante Mungu kwamba jimbo limepatikana, limegawanywa, kwa maana kwamba limegawanywa majimbo sasa yamekuwa mawili, kwa na jimbo la Mbeya jiji na jimbo la Uyole. Na siku ya jana kwa heshima kubwa mbunge wetu Daktari Tulia Ackson alivunja ukimya, akatangaza rasmi kwamba yeye anakwenda kuwatumikia, wakati tutakapofika atakwenda kuwatumikia wanajimbo la Uyole. Na kwa heshima hiyo hiyo nichukua fursa hii kumpongeza sana kwa kazi kubwa aliyotutendea wana Mbeya jiji. Hata sisi leo hii tunaosimama kutaka kuomba ridhaa chama kitakaporuhusu, kitakapopiga kengele kuanza jambo hili, tutatembea kwenye misingi aliyoiweka Dr. Tulia, kwa sababu jimbo la Mbeya lina heshima, linang'aa, lina maendeleo kila kona. Unaona four ways, huduma mbalimbali, ni kwa sababu ya kazi kubwa aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akisaidiwa na mbunge wetu Daktari Tulia Ackson. Nami kwa uzito huo, ili kuto kumwangusha muasisi wa maendeleo haya ya jimbo hili la Mbeya jiji ambaye ni Daktari Tulia Ackson, ninasimama leo kuambia wanahabari wenzangu kwamba wakati utakapofika, chama kitakapofungulia dirisha tarehe 28 Juni ya mwezi wa 6, kama tarehe haitabadilishwa kwa mujibu wa taratibu za chama, kitakapofungulia dirisha na tukapewa taratibu rasmi, kama mwanahabari na kama mwanasheria ninayependa kufuata taratibu, nitakuwa miongoni mwa wanachama watakaochukua fomu kuomba ridhaa tena. Nasema tena kwa sababu nimewahi kuomba mara kadha, kura nilipata nyingi, ila kwa lugha ya kisasa tunasema hazikutosha. Sasa nitarudi tena kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi ili niendeleze pale alipofikia mbunge mtangulizi, kama chama kitaniruhusu nipeperushe bendera. Nina uhakika wana Mbeya jiji ninawafahamu mahitaji yao, wanachama wa Chama cha Mapinduzi nafahamu mahitaji yao, nafahamu mahitaji ya makundi mbalimbali ambayo yako ndani ya Mbeya jiji, na kwa namna hiyo nimejipanga vizuri kiakili na kiafya kwa ajili ya kuwatumikia pale chama kitakaporuhusu kwamba sasa ni wakati wa kuchukua fomu. Nitakuwa miongoni mwa wanachama wengi ambao watajitokeza kuchukua fomu, kwa sababu ni haki ya kila mwanachama kuchukua fomu ya kugombea nafasi mbalimbali ndani ya chama, kwa sababu katiba ile inasema Mtanzania yote ana ruksa ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa mimi kama mwanachama mtiifu wa Chama cha Mapinduzi, ndugu zangu, nimekuja kuambia leo kwamba nitakuwa miongoni mwa wana CCM ambao watachukua fomu ya kuwania ubunge wa jimbo jipya la Mbeya jiji. Tunasema jipya kwa sababu yamegawanyika, kwa hiyo yote ni mapya mawili. Jimbo la Mbeya jiji linakuwa jipya na la Uyole linakuwa jipya kwa sababu lina viongozi wote wapya. Kule mheshimiwa atakuwa atashinda, atakuwa ni mpya, na huko atapatikana mpya pale chama kitakaporuhusu. Sasa kama ni wakati wa kuchukua fomu, ndugu zangu wanahabari, nimekuja kuambia kwamba ninaanza safari ya kwenda kuomba chama changu cha Mapinduzi kiniamini, kilipe fomu na hatimaye kirudishe jina langu, hatimaye wana CCM wanipe kura, hatimaye niombe wananchi waweze kunipa nafasi kuwapigania katika maendeleo ya jiji la Mbeya jiji. Ninawashukuru sana kwa ajili ya swali hilo ambalo umeniuliza mwanahabari, kwamba wako vigogo wengi, unawasikia wengi
Mwaka 2020 Mbeya mjini tulikuwa zaidi ya 30, na kipindi hiki nadaiwa watakuwa zaidi ya hapo. Mimi nafikiri vigogo wote wanafikia kwa sisi waandishi wa habari, na mimi ni mwanahabari. Kwa mimi ninaamini kwamba kitaeleweka wakati huu, kwa sababu wote wanaoitwa watu maarufu wanakuwa promoted na wanahabari. Sasa mimi kama mwanahabari naanza safari hii ya kuomba ridhaa hii, kwanza kabisa nikituma salamu kwenu ndugu zangu wanahabari, kwamba mwisho wa sisi kuwa migongo ya kuwapandisha watu na sisi kubaki pale pale, hiyo ni mwisho. Sisi wanahabari iwe ni shime, tujitokeze katika uongozi wa jamii, kwa sababu sisi tunatoa dira. Sisi ndio tunaotangaza habari nyingi za hao tunaowaita vigogo na watu maarufu. Sasa ifike wakati nchi itutumie, na tumeona mfano wa wanahabari wenzetu ambao wamepewa nafasi na wamefanya vizuri sana. Wamo tunaona sasa hivi kwa Gerson Msigwa, leo hii ni makatibu wakuu wa wizara, wanaonyesha uwezo mkubwa sana, uone akitetereka popote. Hii inaonyesha kwamba wanahabari tukipewa nafasi tuna uwezo wa kufanya kazi vizuri sana, zaidi ya ile tunayofikiri ni ya kuwa migongo ya watu wengine.